Ripoti zasema Africa TV kutoka visiwani Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kuweka mazingira ya miundombinu ya nyumba za kisasa kwa maafisa magereza. Hayo ameyasema Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Ufugaji, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame, kwa niaba ya Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, huko Hanyegwa mchana katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa nyumba za makazi zilizojengwa kwa ajili ya maafisa magereza. Aidha, Mheshimiwa Suleiman amewataka maafisa magereza kuitunza miundombinu ya nyumba hizo ili kuja kuwanufaisha na wengine hapo baadaye. Ndugu wapiganaji na maafisa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya jitihada kubwa katika kuhakikisha kwamba idara maalum zinaimarishwa na zinaboreshwa, na hivyo kuwa na mfumo maalum wa kuhakikisha uwepo wa makazi bora ya maafisa na wapiganaji wa idara zetu. Katika kuhakikisha kuwa huduma ya urekebishaji wa tabia inaboreka na inaimarika, serikali kupitia miradi yake ya maendeleo imekuwa ikitoa msaada mkubwa wa kifedha kwa chuo chetu cha mafunzo kwa lengo la kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa majengo ya ofisi na mahanga kwa lengo la kuweka mazingira bora kwa watendaji ili kuweza kutoa huduma bora kwa wanafunzi. Ndugu zangu, serikali imeona ipo haja na ulazima wa kuweka makazi yaliyo bora kwa maafisa na wapiganaji ili wao sasa wapate nafasi ya kuwahudumia wanafunzi ambao wanaletwa kujifunza ili kubadili tabia walizonazo, na watakapotoka hapa sasa wawe ni watu bora wenye kujali na kuona kwamba wana mchango gani kwa jamii inayowazunguka. Nichukue fursa hii sasa kuwapongeza sana maafisa na wapiganaji kwa kuendelea kuwatunza wanafunzi hao. Kupitia mradi wa ujenzi wa mahanga, serikali kwa mwaka huu wa fedha imetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za wapiganaji. Hivyo ni vyema kikosi kitaendelea kuitumia rasilimali watu kwa ajili ya kuendelea kuipunguzia serikali gharama za ujenzi na kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa uangalifu ili serikali iweze kufikia lengo ililolikusudia. Ni imani yangu kwamba lengo hili la serikali, sisi maafisa wa chuo cha mafunzo na wapiganaji wote tunakwenda kulitekeleza kwa vitendo ili tuweze kuona mafanikio na tija katika shughuli zetu. Aidha, naomba nikiri kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaridhishwa sana na juhudi mbalimbali zinazofanyika ndani ya idara maalum za SMZ. Nasema haya sio kisiasa, ni kwa sababu ya mapinduzi makubwa yanayoonekana ndani ya idara zetu za SMZ. Idara zetu zimekuwa chachu ya maendeleo, zimekuwa msaada mkubwa kwa serikali na zimekuwa zikipunguza gharama na mzigo kwa serikali. Tumeshuhudia katika miaka mitano iliyopita idara maalum za SMZ zimefanya kazi kubwa kwenye kujenga miundombinu ya Zanzibar, hasa majengo ikiwemo shule pamoja na mahospitali. Ndugu maafisa na wapiganaji, ujenzi huu wa nyumba 9 ambao leo tumewekea jiwe la msingi umefikia hatua nzuri na katika ubora wa hali ya juu kabisa. Hivyo naomba nielekeze kwamba chuo cha mafunzo iendelee kukamilisha nyumba hizo kwa haraka na kwa ubora unaostahiki ili ziweze kutumika kama ilivyoelekezwa. Nimepokea changamoto ambazo zimeelezwa na kamishna ya kuzorota upatikanaji wa fedha. Katibu Mkuu, naomba ulichukue hili, ulifuatilie, na kwa hadhira hii pia niiombe Wizara ya Fedha sasa itutilie fedha ili tuweze kukamilisha miradi ambayo tumejipangia.
Naomba nitilie mkazo kwenye hilo na kuiomba pia kwa changamoto ile ambayo imeelezwa ya barabara, tuiombe Wizara ya Ujenzi ili kuweza kukamilisha na kutufikishia barabara katika maeneo yetu ya chuo cha mafunzo ili kuweza kurahisisha ufikaji, lakini pia utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku. Naamini wizara itakuwa imetusikia, na kwa usikifu wa wizara na serikali kwa ujumla, na kwa kuona umuhimu wa uwepo wa miundombinu ya barabara katika eneo la chuo, serikali itafanya hivyo. Ndugu zangu maafisa na wapiganaji wote, napenda mtambue kwamba juhudi za kuleta maendeleo hizi ni za kwetu sote, na msingi wa mafanikio ni kushirikiana na serikali katika kuhakikisha tunaleta maendeleo hayo, lakini pia tunatunza miundombinu iliyopo ili iweze kutumika kwa muda mrefu. Muda mchache ujao, baada ya kumalizika, nyumba hizi zitakabidhiwa kwa familia 18 ambao nao watakuwa na dhima ya kuzitunza ili ziweze kutumika kwa muda mrefu. Ni waase na kuwaomba tuache tabia ambayo ilijengeka kwa muda mrefu kwamba hii ni nyumba ya serikali. Kwa wakati huu wewe utakuwa unatumia, na wewe utakuwa unanufaika, na wewe utakuwa unafaidika. Faida hiyo aje aipate na mwingine. Kwa hiyo tutakapokabidhiwa nyumba hizi tuzitunze ili ziweze kutumika kwa muda mrefu. Aidha, nichukue fursa hii kwako kamishna, naamini una askari wengi na bado una mahitaji katika makazi. Tuendelee kuangalia namna ya kuongeza wigo kwenye upatikanaji wa makazi bora kwa askari wetu. Haipendezi, na kwa muda mrefu tumekuwa tukishuhudia askari wakilala katika maeneo ambayo sio mazuri, lakini kwa dhana ile ile ya kimapinduzi sasa tunakuja na nyumba bora za kisasa na nzuri kwa kuishi binadamu. Mradi huu wa ujenzi wa nyumba 9 kwa ajili ya MOCSA ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa 10 2024 na ulikusudiwa kumalizika katika mwaka wa fedha wa 2024/25. Kutokana na changamoto zilizojitokeza katika ujenzi huu, mradi huu umechelewa kumaliza kama ilivyokusudiwa na unategemewa kumalizika katika mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa nyumba kwa ajili ya MOCSA utakuwa ni ujenzi wa nyumba 9 zenye urefu wa mita 22.2 na upana wa mita 13.5 sawa na mita 299.7 zenye uwezo wa kubeba familia 2 kila nyumba moja, ikiwa na vyoo vitatu, ikiwa na vyumba vitatu, vyoo viwili, kumbi 2, choo 2, majiko mawili pamoja na sehemu 2 za ua. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa ujenzi wa nyumba ni mapendekezo, ni mwendelezo wa miradi ya kuwajengea mazingira bora maafisa na wapiganaji, ambapo ukikamilika kwake kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya makazi. Kutokea Hanyegwa Mchana, wilaya ya Kati, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.